Yes, karibu sana mtazamaji wa Kawabe Media, na tuendelee kuyaweka hadharani na kuyamulika yale yote ambayo yameendelea kuchukua nafasi katika ngazi tofauti ya kimichezo. Kubwa zaidi ni klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kama bundi ameingia kuelekea katika mkutano mkuu wa kikosi hiko mwaka huu 2025 siku ya Jumapili ambayo itakuwa ni Novemba 30 mwaka 2025. Mambo mengi yameibuka kuelekea katika mkutano huo mkuu, viongozi mbalimbali wa Simba wakiibuka na kuzungumza mambo mengi sana ambayo yanaelekea ama yanaendelea kwenye klabu hiyo. Taarifa ya Simba ama barua ya Simba kuelekea katika mkutano mkuu wa klabu hiyo inaeleza kama ifuatavyo: uongozi wa Simba Sports Club unawakumbusha wanachama wote kuwa mkutano mkuu wa wanachama 2025 utafanyika Jumapili ya Novemba 30. Mkutano huo utafanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee uliopo Upanga, Dar es Salaam kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Ajenda za mkutano ni kwa mujibu wa ibara ya 22 ya katiba ya Simba Sports Club. Wanachama wanakumbushwa kulipia mapema ada zao ili kupunguza usumbufu kuelekea mkutano mkuu. Imetolewa na Murtaza Ali Mangungu, mwenyekiti wa Simba Sports Club. Hiyo ni barua ambayo wekundu wa Msimbazi Simba waliitoa mapema kabisa kuelekea katika mkutano huo mkuu ambao utajadili mambo mbalimbali, namna ambavyo mwenendo wa klabu unaendelea. Lakini fukutu ambalo linaendelea katika klabu ya Simba ni kwa namna ambavyo serikali ilivyotuma katiba mpya ambao Simba wanatakiwa waende nayo. Hapo ndipo ambapo kumeibuka mzozo mkubwa sana kuhusiana na viongozi mbalimbali. Viongozi ambao nawazungumzia ni mwenyekiti wa wanachama Murtaza Ali Mangungu, lakini pia mwekezaji kwa upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Mo Dewji, ambaye naye taarifa zinaeleza kwamba yupo hatiani kwenye hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Lakini sakata hili limemuibua mchambuzi na mwanahabari maarufu kabisa Farahani Kiamwa, naye ambaye ametoa hisia zake kulingana na hiki ambacho kinaendelea katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na andiko ambalo ameliandika ni kama ifuatavyo: mkutano mkuu wa klabu wa Novemba 30 ni mkutano muhimu sana kwenye historia ya klabu ya Simba, ambapo katika ajenda za mkutano huo, ajenda ya kwanza inasema kupokea na kujadili mapendekezo ya marekebisho ya kanuni na katiba za Simba Sports Club. Maana yake ndio yale kutoka BMT na ushauri wa mwanasheria mkuu wa serikali lazima yawekwe sawa ili ngoma isonge. Kwa wanachama wote ambao mtapata nafasi ya kuhudhuria mkutano huo, tufanyieni uungwana na historia itakumbuka kuwa mlisimama na Mo Dewji. Msiruhusu mtumbwi ubomoke. Kikubwa maboresho hayakataliwi na hayapokelewi, ila kivyo vyote baada ya yote lazima tukubali kwenye hii safari hatupaswi kumwacha Mo Dewji. Mo Dewji ndiye muasisi wa uwekezaji wa kweli kwenye soka la Tanzania. Aliona fursa na kupita klabu anayoipenda akawekeza. Leo hii Simba biashara kubwa Afrika. Tutakuwa wajibu sana kama tutacheza mdondo wa kupigania maslahi na uwepo wa Mo Dewji ndani ya Simba. Klabu lazima ije kwanza kuliko chochote, lakini katiba, mabadiliko hayo muhimu, jina la Mo Dewji lisiachwe pembeni. Hilo ni andiko la mchambuzi wa soka nchini Tanzania Farahani Kiamwa, ambaye ameweka wazi kulingana na hisia ama kulingana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Kumbuke Farahani Kiamwa yeye alishaweka wazi kulingana na hisia zake na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiachana na kuchambua football, ukiachana na uandishi wa habari, yeye ni mshabiki maarufu kabisa ama ni mshabiki kindaki wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiangalia andiko ambalo ameliandika Farahani Kiamwa, yeye amesimama na Mo Dewji kwamba kwenye safari hii ya Simba ambayo ama kwenye huu mkutano ambao kikosi cha Simba wanakwenda kufanya, ni wazi kabisa hata kama maboresho yanatokea, basi wasiliache jina la Mo Dewji. Yeye ndiye muasisi ambaye ama yeye ndiye mwekezaji ambaye ametoka mbali na Simba Sports Club. Kumbuko ni ajenda ambazo zinaendelea hivi sasa.
kuna ajenda ambayo inasemekana kwamba Mo Dewji huenda kwenye haya maboresho ya katiba ambayo BMT wamekuja na katiba ambayo inatakiwa ipitishwe ama inatakiwa iweko kwenye maboresho, huenda ikawa kizungumkuti pamoja na Mo Dewji. Hivyo basi ukifuatilia andiko lake vizuri unaona kabisa amewaasa hata wale wanachama ambao watahudhuria huo mkutano mkuu basi wasimame na Mo Dewji, kwani Mo Dewji ndiye muasisi wa kwanza wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo ni jambo la kusubiria na kuona ni kipi ambacho kitakwenda kutokea katika ukumbi wa Diamond Jubilee pale Upanga, Dar es Salaam, Novemba ya 30. Ukumbuke siku hiyo hiyo kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika group stage, mchezo wa pili dhidi ya Stade Malien ambao utachezwa kule Bamako, Mali. Hivyo basi wataanza na mkutano mkuu kisha mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Huu mkutano ndio ambao unasimamiwa. Ikumbukwe BMT walishapitisha katiba ambayo klabu zinatakiwa wafanyie maboresho. Ukiangalia hata klabu ya Young Africans walishafanya hivyo kwa namna ambavyo maboresho yametokea kwa upande wa viongozi. Ukiangalia Engineer Hersi Said ndiye ambaye mratibu ambaye anasimamia kazi zote za Young Africans, lakini hiyo imekuwa ni tofauti na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Yupo mwenyekiti wa wanachama ambaye namzungumzia Murtaza Mangungu, lakini pia yupo mwenyekiti wa bodi Cletus Magoli. Kwa hiyo maboresho ambayo BMT wanataka hivyo basi kikosi cha Simba kitakuwa na mgawanyiko mkubwa sana ama kitakuwa na maboresho makubwa sana kulingana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Ukichukulia kauli ambayo alizungumzia Cletus Magoli hapo jana ni kuhusiana na viongozi ambao walishapita katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kulingana na kile ambacho kinaendelea. Wapo viongozi ambao walishamaliza madaraka yao ama walishamaliza madaraka ambao wanasimamia katika kikosi cha Simba. Akazungumza kwamba kuna viongozi ni kama wana afya ya akili kulingana na kile ambacho kinatokea hivi sasa, kwani kuna viongozi ambao klabu ikifungwa wao wanafurahi. Hivyo ukilinganisha kauli ya Cletus Magoli ni wazi utapata kujua kwamba Simba kuna mgawanyiko mkubwa sana ambao unaendelea kwenye kikosi hiko, na ndipo ambapo Farahani Kiambu akaibuka na andiko kubwa ama akaibuka na hisia kubwa sana kulingana na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Mo Dewji kumbukwe amefanya makubwa sana kwenye kikosi cha Simba ndani ya hii miaka ambayo Simba imetawala soka la Afrika na kuwa namba 5 kwa ubora barani Afrika. Hii yote ni kwa mchango wa Mo Dewji. Zipo komenti nyingi sana ambazo zinaandikwa ni rais ama ni urais gani ambao unapelekea Mo Dewji kuondoka haraka kwenye klabu hiyo. Hivyo basi jambo ambalo linasubiriwa ni mkutano mkuu kuona ni kipi ambacho kitajiri, lakini Mo Dewji anapaswa kupewa heshima yake ndani ya klabu ya Simba. Yeye ndiye mtu ambaye ameipeperusha vyema nembo ya Simba katika mashindano ya kimataifa. Simba inacheza na vigogo barani Afrika na Simba kupeperusha bendera vyema Tanzania mara kadhaa, kufika robo finali mara kadhaa, lakini pia kufika finali la kombe la shirikisho barani Afrika. Hivyo basi Mo Dewji anapaswa kupewa heshima yake, na Mo Dewji ndiye ambaye amefanya makubwa ndani ya kikosi cha Simba. La kusubiria ama cha kusubiria ni kwenye mkutano mkuu wa Novemba 30, ndipo ambapo kutatoa majibu yote. Ni Mo Dewji kuondoka ndani ya klabu ya Simba ama ni baadhi ya viongozi kama kina Cletus Magoli ama Murtaza Mangungu kuachiwa timu ama kukabidhiwa timu ya Simba kuwa yeye ndio kila kitu mwenye